Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasisitiza viongozi wakuu katika taasisi za umma kuzingatia upendo, uadilifu na haki katika kusimamia wanaoongoza na utekelezaji wa majukumu yao. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika kongamano la 3 la kiimani kwa viongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar lililoandaliwa na afisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, ambalo limefanyika katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil, Kikwajuni, mkoa wa Mjini Magharibi. Usipokuwa mwadilifu huwezi kuendesha ofisi vizuri. Kwa hivyo swala la uadilifu, na hii inatolea mfano tu kwa makatibu wakuu, lakini hii inahusu wakuu wa taasisi, inahusu wakurugenzi, inahusu sote ambao tuko katika nafasi za uongozi. Maadili, swala la maadili limezungumzwa mara kadhaa, na kubwa katika hapa ni kutoa haki. Lazima uwe mwepesi wa kutoa haki kwa kila mmoja, lakini si kwa watu tunawaongoza tu. Toa haki kwa wale ambao wanakuja kufuata huduma kwetu, maana wengine hawapati huduma mpaka utoe rushwa. Kwa mfano, hapa kuna ukosefu wa maadili. Napenda kutumia nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Sheikh Saleh Omar Kabi, Mufti Mkuu wa Zanzibar, kwa kusimamia vyema masuala mbalimbali ya kidini nchini. Aidha, ofisi hii imeendelea kusimamia utoaji wa mafunzo ya kiimani, kuhamasisha amani na utulivu nchini, na kubwa zaidi, kusimamia maadili yetu. Tunawapongeza sana kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mara nyingi nimekuwa nikipokea hizi sifa za nchi yetu kutulia, kupendana, lakini mimi nataka niseme kwamba kazi inayofanywa na ofisi ya Mufti ni kazi kubwa. Sasa hivi tu moja mno. Nitoe wito sisi viongozi kutekeleza majukumu yetu kwa uaminifu, na uadilifu, pamoja na kuwa mfano mwema na wa kuigwa kwa wale tunaowaongoza. Kama tulivyoelezwa hapa, kuwa kiongozi ni kioo na kigezo chema kwa wale anaowaongoza. Tunajifunza pia kupitia mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kuwa sote ni wachunga na tutaulizwa kila mmoja na alichokichunga. Hivyo basi, tuna wajibu wa kusimamia vyema majukumu yetu kwa haki na uadilifu ili tuweze kufanikiwa katika maisha haya ya duniani na ya kesho mbele ya haki. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie hekima na busara katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu yetu na kuwaongoza vyema walio chini yetu kwa uadilifu na kuzingatia kuwa uongozi ni dhamana. Wajibu wa kukushukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa hakika uongozi wako huu, viongozi wote waliopita walifanya mazuri na makubwa. Mwenyezi Mungu alipe heri zao. Nawe Mheshimiwa Rais, wakati wako huu katika uongozi wako umefanya mazuri na makubwa sana katika wakati huu. Mheshimiwa, tukio la jana la iftari pale uwanja wa Amani, tukio lile limepata haiba zaidi kwa ushiriki wako, na matukio makubwa kama haya unakuwa mwenyewe unashiriki. Tukio lile limeenea duniani kote kwamba Zanzibar wamefanya jambo hili la kuvunja rekodi katika namna ya watu wengi zaidi kuftari kwa siku moja. Lakini Mheshimiwa, katika wakati wako huu, ukiachilia mbali tukio lile la jana, tuna tukio la mwaka mpya wa Kiislamu. Mada zilizowasilishwa katika kongamano hilo la kiimani ni pamoja na maadili ya viongozi ndani ya afisi na jamii, kuwapenda viongozi na kukiri mazuri yao, na mada ya tabia njema ndiyo msingi wa ustawi wa jamii. Angel Paul, ASAM Online TV.